Wazee wenye hamasa wazee wenye hamasa waishiwi bando mtandaoni. Fikra mkurupuko. Yaani huyo mtu anataka atajirike leo asubuhi, ataenda kwenye peji hii, ataangalia hichi. Sasa kwenye mtandao kuna vitu vinamchanganya. Anaingia huku anakutana na mtu anasema hivi, chinja mbuzi toa sadaka. Anaona kumbe kuna kuchinja mbuzi kutoa sadaka. Anaingia upande mwingine. Akifika upande mwingine anakutana na mtu anamwambia hivi, inatakiwa ku maintain status, kufanya biashara hiyo moja ambayo inakuingizia kipato, matumizi yanatakiwa upunguze. Anaona inatakiwa kupunguza matumizi. Sasa na skuti, mbona mimi napunguza matumizi? Na toka nianze kupunguza matumizi, sasa hivi mbona kama mwaka wa 6 nimepunguza matumizi afu sioni chochote. Anaona bora niende huku upande huu. Akijichanganya tu. Ndio maana nakwambia amini uwezo wako wa ndani. Amini uwezo wako wa ndani. Sasa kuna watu wanajua uwezo unaozungumzia uwezo wa ndani ni kwamba awe na nguvu, awe na uwezo wa kuyayuka hapa kikame. No. Sio huo. Uwezo sio huo. Uwezo, anajiuliza uwezo ndio upoje huo uwezo? No. Unajua sisi binadamu tulivyo, kuna wale binadamu ambao wanajiamini. Anajiamini. Na wewe binadamu anayejiamini, hata asiposikia habari za kuhusu uwezo, nguvu, akifanya vitu kwa sababu yeye anasukumwa na hisia. Ndio itakiwa binadamu wote tuwe hivyo. Kwa sababu anasikiliza moyo. Moyo ukimwambia fanya kitu fulani, anafanya. Na hicho ndio kitu kwake ni sahihi. Sasa tofauti na watu wengine ambapo mtu anakuwa anapenda sana kushauriwa, mpaka anajikuta anatoka anaenda kufanya vitu ambavyo hakuumbwa navyo. Mungu amekuumba wewe maybe uje duniani labda kwa ajili ya kuhili watu, kuwafanya watu wapone. Lakini mwisho wa siku, kwa kupenda sana kusikiliza ushauri, unajikuta wewe bwana unafanya kazi ya kuuza duka. Ndio hivyo, unakuta duka limekaa miezi 2-3 unafunga. Uelewi cha kufanya ufanye nini. Kwa hiyo ile wanayokuambia ile nguvu ya ndani, hawamaanishi kwamba wewe unakuwa na uwezo mkubwa, unaweza ukagundua vitu, labda vitu vya ajabu. No. Wanamaanisha ni ile hali ya wewe kujiamini kufanya vitu ambavyo akili yako inakwambia hivi ndio vitu ambavyo sahihi vifanya. Ukitaka kugundua, kuna muda unaweza ukawa umefikiria labda kufanya kitu fulani, na unapotaka kukifanya kile unajisikia la sana. Yaani unajisikia vizuri. Mwisho wa siku, kabla hujakifanya, unaenda kumshauri mtu ambaye anafanya vitu vingine na ambaye yupo tofauti kabisa na wewe. Unaenda kuomba ushauri kwamba hebu nishauri bwana, mimi nataka nifanye kitu hichi. Unafikiri huyo mtu atakushauri? Yaani kiukweli hawezi kukushauri vile ambavyo inatakikana. Hawezi kukushauri kwa njia zako wewe. Atakupeleka sehemu tofauti. Kwa hiyo utajikuta unafanya vitu ambavyo sio vitu vyako. Kwa hiyo in case ya nguvu, ina power, ni kwamba unakuwa unafanya vitu kwa kujiamini. Na ukijiamini kinatokea. Na sio unajaribu leo hiki, kesho unajaribu kile. No. Stiki kwenye hicho kitu kimoja. Ndio, stiki kwenye hicho kitu kimoja. Kuwa master. Kuwa master mzuri. Yaani bobea. Bobea. Kuwa mtaalamu. Ndio, kuwa mtaalamu. Na usifikirie mafanikio kwanza. Fikiria kutatua shida kwanza. Mafanikio huwa yanaambatana na
kufanikiwa kutatua shida za watu. Lakini ukiwaza mafanikio kwanza, hautafika kwenye safari yako. Kwa hiyo anza sasa kwanza kutatua matatizo ya watu, zeni mafanikio yanakuja baadaye. Na kila binadamu ana mafanikio. Kila mtu unayemuona ana pesa. Lakini namna ya kufanya pesa zikae ndio inakuja ni mmoja mmoja, uwezo wake anawezaje kumaintain, lakini kila mtu unayemuona anapata pesa. Kwa nini watu wanafanikiwa wachache? How to use money. Wanazitumia vipi? Namna wanavyozitumia, hapo ndo tumetofautiana. Sasa kwenye matumizi hapo inategemea wewe umeamka. Na kuamka kwenyewe sio kuamka kiuchawi, kuamka kifikra. Ndio. Umeamka. Kama bado umelala, utatafuta hela sana. Wewe jiangalie mwenyewe. Pesa unapata vizuri. Huyo rafiki yako unayemuona anafanikiwa, ndio huyo ambaye mnaenda naye asubuhi kazini, mnarudi naye jioni. Lakini in case ya mafanikio, yeye amefanikiwa, wewe hujafanikiwa. Amka. Amka! Usilale. By the way, naitwa Eden Zagea aka Balozi wa Shida. Leo nimekuja kwa kuwatatulia shida. Balozi wa shida. Kama umenielewa, it's okay. Kama hujanielewa, jipambanie sana. Love you guys. Mtajuana.